Ubongo mpasuko sio unaona mwenyewe pale kama ilivyokuwa inaonyesha pale. Alikuwa ni mgonjwa. Okay, hali ya majonzi imetokea katika mtaa wa Makao Mapya ambapo ni stendi ya kuegesha magari baada ya mwanamke mmoja ambaye jina lake halijafahamika kufariki dunia, huku chanzo kikidaiwa ya kwamba ni baada ya dereva anaendesha gari la HC lilokuwa likitokea mkoani Tabora kurudi nyuma bila kuchukua tahadhari, jambo ambalo lilipelekea mwanamke huyo ambaye inaelezwa kwamba alikuwa anapelekwa hospitali kugongwa na hatimaye kichwa chake kupasuka. AyoTV pamoja na millardayo.com tumezungumza na mashuhuda wa ajali hii ambao wameeleza jinsi ambavyo tukio hilo lilivyotokea, huku dereva alikuwa akiendesha gari hiyo akikimbia kusikojulikana. Kwa majina anaitwa Silvini Francis. Kwa shuhuda tulivyoangalia basi ilikuwa linarudi nyuma. Abiria alikuwa ameshuka kwenye bajaji, akawa katika kuinama gari lirudi nyuma kwa kasi. Kwa hiyo ilivyorudi nyuma ikawa imemsokota kwenye tairi, akagonga kuanzia hapa juu hapa kifuani hapa kwenda juu, yani kote ikawa imesagika yani. Ubongo mpasuko sio unaona mwenyewe pale kama ilivyokuwa inaonyesha pale. Ubongo umepasuka yani, hamna cha macho nini, yani kichwa kimesagika yani kabisa kuanzia kifuani mpaka juu huko kote. Kiukweli uzembe labda tuseme ni wa dereva, maana dereva alivyokuwa anarudi nyuma ilikuwa ni gari lirudi nyuma kwa kasi. Alafu mama alikuwa kwa nyuma ameshuka kwenye bike. Kwa hiyo gari lilifanya kumsokota yani. Kwa hiyo ile kusema unaua ndio ikatokea amechuna breki na ndio hivyo. Mama wanavyosema wenyewe ambao walikuwa nao, mama alikuwa anaumwa. Kwa hiyo unaweza kaa katika ile taharuki nini, jua mgonjwa naye ndio hivyo. Haya imeishia. Wito kwa madereva ni kuwa angalifu wakati wako barabarani, maana hii ni sehemu ya stendi. Watu ni wengi hapa, kwa hiyo unaenda kupaki gari unapaswa uwe makini sana. Kukimbia kwa dereva ni kuokoa maisha yake, maana hasira za wananchi wenye hasira kali wako hapa. Ukiangalia mtu anaweza akasema labda ndugu wa marehemu wako hapa. Kwa hiyo ni rahisi mtu ile kureact mapema kumfuata dereva na kumshambulia. Mlengo ambaye amepata hiyo ajali, umauti ukamkuta, inasemekana alikuwa pembezoni mwa basi, na wakati gari linajaribu kumove kurudi nyuma limekaribiana na wao, wakawa na force kupita kwa nyuma ya gari. Kwa hiyo kitendo ambacho dereva anaambiwa unagonga, yeye tayari huyu abiria huyu mnanili aliyokutwa na tatizo akawa ameshaguswa na bodi, akawa ameangukia kwenye nini, kwenye tairi. Alipandwa tairi limpanda kichwani. Toka ubongo ndio ule pale unaoona huko kwenye tairi. Haiko hapo kwa sababu hakuna dereva aliyokubali kuitoa hapo, kila dereva anaogopa, maana mlengwa aliondoka kimbia. Kwa hiyo madereva, askari amekuja, amejaribu kuomba madereva, amepatikana mmoja akaitoa hapo ili mwili utolewe, maana tairi ilikuwa juu ya mwili. Kwa hiyo akaambiwa tusaidie kwenda kituo cha polisi tuipeleke. Amekataa, amesema mimi siwezi. Ndio maana unaiona hiyo gari iko hapo mpaka muda huu. Hiyo sasa ni issue ya kipolisi, labda Aveco mwenyewe aje aitoe, maana madereva wote wamegoma kubeba hiyo gari kuiendesha kwenda kituo. Hiyo inafanya safari za Tabora. Kwa hiyo amefika hapo, ameshashusha hapo, ndo alikuwa anaondoka kwenda sehemu anakopaki na kuifanyia usafi kwa ajili ya kuja baadaye kupakia abiria. Hapo tukisema ni uzembe, moja kwa moja tunasema ni bahati mbaya, kwa sababu hakuwa nyuma ya gari. Inasemekana alikuwa ubavuni, wakati gari inaongozwa kurudi nyuma ndio ikatokea wanaforce kupita, wakati tayari imeshachanganya kutafuta kasi ya kupanda hicho kishimo hapo. Hiyo inatokeaga tu, siku za mtu zikishafika inakuwa tu hakuna namna vya kupukiki.